17. the Lord shows me the ladder. Bwana ananionyesha ngazi. The ladder that is connecting heaven Ngazi ambayo inaunganisha mbingu. To receive the saints that are climbing up. Ili kuwapokea wateule ambao wanapanda juu. Again. Tena. January 15th. Tarehe 15 Januari. The year 2017. Mwaka 2017. I see a tremendous vision of the rapture of the church. Ninayaona maono ya ajabu kabisa ya unyakuzi wa kanisa. And in that vision, na katika maono hayo, I see the saints, the holy saints, the faithful church, the holy Christians. Ninawaona wateule waaminifu kabisa, kanisa takatifu, wa Kristo watakatifu. The time has come for them to lift off, to go into the kingdom of everlasting life. Ya kwamba wakati umefika kwa wao kuinuliwa juu na kuingia katika ufalme wa maisha milele. And as I look at them, I see them going, and then glorious stairs appear. Na wakati ninapowatazama ninawaona wakienda kabisa, nazo ngazi za utukufu zinajitokeza. And they climb those stairs as they enter into God's heaven, the big cloud. Na wanapanda zile ngazi wakiingia katika mbingu ya Mungu, katika wingu kubwa. And you see here, na mwaona hapa, that Jacob ya kwamba Yakobo was on a journey, alikuwa safarini, and then he reaches this place halafu anafika mahali hapa that now he calls Bethel, ambapo sasa anapaita Betheli, the house of God. nyumba ya Mungu. But when he reaches that place, Lakini anapofika mahali pale, it is evening time, ni wakati wa jioni, and he takes a rock, a stone, na anachukua jiwe and he uses as a pillar. na anaichukua kama pilo. And when he does that Na anapofanya and hivyo falls asleep, na kulala, then he sees the ladder of God lowered. halafu anaiona ngazi ya Mungu imeshushwa. The ladder of, be very careful. We are looking at the book of Revelation chapter 4 verse 1. Iweni uangalifu kabisa, tunaangazia kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1. That behold, Ya kwamba tazama, I looked and I saw heaven standing open. nilitazama nikaona mbingu ikiwa imesimama wazi. And the voice called out in a loud voice, Nayo sauti ikapiga kwa sauti like a kubwa, trumpet. kama tarumbeta. And he said, Na kusema, come up here. njoo hapa juu. And at once I was translated in the spirit, Na mara nikabadilishwa katika roho, and I was inside heaven. na nilikuwa ndani ya mbingu. And so now, Na kwa hivyo sasa, today is an amazing day, leo hii ni siku ya ajabu kabisa, because this past night, kwa sababu usiku huu the uliopita Lord took me back to the journey Jacob took. Bwana alinirejesha tena kwenye safari ambayo Yakobo alichukua. And he gave me a lot of detail this past night. Na akanipatia maelezo mengi kabisa usiku huu uliopita. Up to that place, Hadi mahali pale. that exact place Mahali pale hasa kabisa. where he put his head. Mahali ambapo aliweka kichwa chake. I can even see the grass that's on this side, like shrubby grass, grass like shrub. Hata ninaweza kuona nyasi ambayo iko upande huu kama vile And there are two kichaka. positions. Na zilikuwa sehemu mbili. There are two positions. So at once he moved there. So he was going to take a wife. Hivyo basi kwa mara moja alienda pale, alikuwa anaenda kuchukua mke. And then there is one who is standing on my left. Halafu kuna mmoja ambaye amesimama katika upande wangu wa kushoto. And is glorious. Na yeye ni wa utukufu. This past night, Usiku huu the Lord uliopita, took me back in time Bwana alinirejesha nyuma tena kwa to the wakati. journey Jacob made. That's why I'm reading this with you. Kwa safari ambayo Yakobo alifanya, ndio sababu ninasoma hii pamoja And so when nanyi. he arrived at that place, Na kwa hivyo nilipofika mahali there are two pale, positions. kunazo sehemu So he was mbili. at this one position, Kwa hivyo alikuwa sehemu hii then he moja, moved to the next position. halafu akasonga katika sehemu nyingine. And the Lord said, Naye Bwana akasema the incarnation of the Christ. ya kwamba kubadilishwa kwa Kristo. In other words, Kwa maneno mengine, how the Christ would come, the branch, jinsi ambavyo Kristo angekuja tawi for the redemption of man. kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. This past night, Usiku huu uliopita, this is hot from heaven. hii ni moto kabisa kutoka mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Again, this past night, Tena usiku huu it's uliopita, amazing how the Lord is directly involved yashangaza kabisa jinsi ambavyo Mungu mwenyewe amehusika in kabisa the instruction of the church at this hour. katika kuagiza kanisa kwa wasaa huu. And so this past night, Na kwa hivyo usiku huu he uliopita takes me back in time. So I see exactly the exact spot where Jacob arrived. alinirejesha tena nyuma katika wakati. Hivyo basi niliona pale mahali hasa kabisa ambapo Yakobo alifika And decided to fall asleep. na akalala. And then Halafu he takes it forward, so I'm able to see when he arrives, even when he gets
a wife unto himself. akanipeleka mbele kabisa. Hivyo basi nikaona wakati anapofika, hata wakati ambapo anajipatia mke, Everything was set by the Lord. kila kitu kilipangwa na Bwana. But then, Lakini sasa so he makes me know, when I see her now, I see her. ananisababisha nijue wakati ninapomuona sasa Yes, the wife. mke, I see her. ninamuona. And then the Lord talks about the coming of the Messiah, the incarnation of the Messiah. Halafu Bwana anazungumza kuhusu kuja kwa Masia, kubadilishwa kwa Coming to Masia, redeem the church. akija kukomboa kanisa. The conversation this past night. Mazungumzo usiku huu So uliopita. this is amazing. Hivyo basi hii yashangaza. Then I understood better Hivyo basi nikaelewa bora when I woke up this morning. nilipoamka asubuhi ya The leo, vision of January 15th, maono ya tarehe 15 Januari the year 2017. mwaka wa 2017. The ladder, Ngazi, the glorious stairs I saw. ngazi za utukufu ambazo niliona. Amazing, Yashangaza, amazing, amazing. yashangaza, yashangaza. And he's saying Na anasema that at that time Jacob arrives, ya kwamba kwa wakati huo Yakobo anafika tired for the night, akiwa amechoka kabisa kwa ajili ya usiku. takes one rock, one stone, Analichukua jiwe moja to use as a pillow to rest his head. ili kwamba kuitumia kama pilo kuweka kichwa chake. Then all of a sudden, Halafu ghafla bin vu he is able to see, he sees a vision right there. anaweza kuona, anayaona maono pale moja kwa moja. And in that vision, Na katika maono hayo he sees the Lord lower the stairs of heaven. anamwona Bwana akishusha ngazi za mbinguni. The Lord lower the ladder of heaven Bwana akishusha ngazi ya mbinguni that has become known as the ladder of Jacob. ambayo imekuwa sasa ngazi ya Yakobo. And so, Hivyo basi then he sees the angels of Yahweh. halafu anawaona malaika wa Yahweh They are going up and down. Some are going to heaven, some are descending down. wanapanda na kushuka, wengine wanaenda juu mbinguni, wengine wanashuka chini. And it's very amazing Na yashangaza kabisa that now heaven is open. ya kwamba He sasa sees heaven open. anaona kwamba mbingu iko wazi, And when heaven is open, na wakati mbingu iko wazi, then now he sees that ladder. halafu sasa anaiona ngazi hiyo. And the angels of Yahweh, some going down, some going up, ascending, descending, ascending into heaven, descending to the earth. A communication opened up, a link, a channel, a portal. Nao anawaona malaika wa mbinguni, wengine wakipanda, wengine wakishuka. Kifunguo kilifunguka kabisa. A communication, Mawasiliano, a channel, njia, a portal mahali palipo wazi, opened between heaven and earth. ikiwa imefunguka kati ya mbingu na dunia. And you see, John the Revelator here in the book of Revelation chapter 4 verse 1, he says, I looked up and I saw, behold, heaven stood open, heaven standing open. Na unaona ya kwamba hapa Yohana mwenye ufunuo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza, unaona ya kwamba anasema ya kwamba nami nikasimama nikaona mbingu ikiwa wazi. But he's saying Lakini anasema that when Jacob looks up, he sees a communication, ya kwamba an wakati interaction between heaven and earth. wakati Yakobo anapoangalia juu anaona mawasiliano, kushirikiana kati ya mbingu na A dunia. connection has finally been made Kiunganishi hatimaye kimefanywa between heaven and earth. kati ya mbingu na I know dunia. tonight in this tremendous vision, he gave me a little bit more because he showed me until he went, he got a wife unto himself, and then he talked about the incarnation of the Messiah. Najua ya kwamba katika maono ya usiku wa leo alinipatia maelezo zaidi kabisa, kwa sababu alinionyesha jinsi ambavyo alienda akajipatia mke, halafu akanionyesha mabadiliko ya Masia Into human form, please. katika mwili wa kimwili, The coming of the Messiah, the incarnation of the Messiah. kubadilishwa katika mwili kwa Masia. No, they may not understand what you're talking about. They may think transfiguration is what you're saying. Can you Mabadiliko ya Masia katika umbo la kimwili, to come in the Bethlehem manger, please? kuja katika lile hori la Bethlehemu. But it's amazing Lakini yashangaza kabisa, because then he gave me a lot more information. kwa sababu alinipatia maelezo zaidi. Okay, let us move on with this now. Wacha tusonga mbele na hii. And then he says Halafu anasema that now a channel has been opened as Jacob is lying here ya kwamba sasa njia imefunguliwa wakati Yakobo amelala hapa, between heaven and earth. kati ya mbingu na dunia. And look at this now. Na tazama hii sasa, When the channel is open, wakati ambapo njia imefunguliwa, it is God ni Mungu who has opened the channel. ambaye amefungua njia hiyo. And this for the first time, Na hii kwa mara ya kwanza kabisa Jacob calls it Bethel.
Yakobo anaita Betheli. He says, this must be the house of the Lord. Anasema ya kwamba lazima hii iwe nyumba ya Mungu. This channel must have opened into the church. This must be the house of the Lord. Hii lazima iwe ni nyumba ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. He says the house of God. Anasema ya kwamba nyumba ya Mungu. And he said, this must be the gate of heaven. Na anasema ya kwamba lazima hili liwe lango la This mbinguni. must be the door of heaven. Hili lazima uwe mlango wa mbinguni. And look at this now. Na tazama hili sasa. As he does that, Anapofanya it hivyo, becomes a contrast. inafanyika kinyume kabisa. A big contrast, kabisa. Tofauti kubwa A kabisa. total contrast, kinyume. A total contrast. Kinyume kikubwa kabisa. From when man Kutoka wakati ambapo mwanadamu tried to build the Tower of Babel alijaribu kuijenga mnara wa Babeli so that he can connect himself to heaven. ili kwamba apate kujiunganisha hadi mbinguni. Allah. Alala. Oy, oy, oy. Oyoyoy. When they tried Walipojaribu to use a lot of engineering, ili kutumia uhandisi mwingi kabisa, and a lot of I think all of them were engineers at that time. They called themselves engineers. So they began to build bricks, kwa hivyo wakaanza kutengeneza matofali to build a long tower to connect to God. ili kujenga mnara mrefu kabisa kuunganisha hadi kwa Mungu. Hey, to find connection with God. Ili kupata kiunganishi na Mungu. And then the Lord came and confused them. Halafu Bwana akaja na kuwachanganya kabisa. Let us go right away Wacha tuende moja kwa to moja Genesis chapter 11, so you may bring this into perspective tonight. kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11 ili kwamba mpate kuleta hii katika mtazamo.